Sasa kitu ambacho kinaonekana sasa hivi ni mgogoro mkubwa ambao wakati wowote kuanzia sasa unaweza kuanza kulindima. Lakini cha ambacho kinaweza kuleta gumzo zaidi ni kwa upande wa Simba ambao wanataka pointi 3 zote ambazo Mohamed Damaro Kamara alikuwa ameshiriki kwenye kupata pointi 3, kwa maana kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambazo Yanga michezo yote ambayo Damaro alicheza, Yanga wapokwe pointi zote ambazo Kamara alicheza. Kama ni michezo 3, basi Yanga wanatakiwa hizo pointi 3 zote wanyang'anywe, ili maisha mengine yaendelee. Lakini kauli nyingine ni kwamba wale ambao walihusika kupitisha dili hili la Damaro kuwa mchezaji wa mzawa wakati taratibu hazijakamilika wachukuliwe hatua za kinidhamu. Bwana, mzimu wa hatuchezi kama ambavyo mnakumbuka ulivyokuwa ni mzimu mzito, ulileta taharuki kubwa. Hakuna mtu ambaye angependa tena mzimu wa aina ile uweze kurudiwa tena. Lakini kwa sasa kuna hali na viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba huenda kukawa na hatuchezi nyingine au mzimu mwingine, vurugu nyingine ambazo zinaweza kupelekea mpaka mgogoro huu kaenda kuweka doa hata kwa upande wa FIFA kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu Tanzania bara. Kuna taarifa ambayo inastua sana, ni kuhusiana na mchezaji Mohamed Damaro Kamara ambaye kwanza alikuwa anaichezea Singida Black Stars, baadaye amehamia kwenye klabu ya Yanga kama mchezaji wa ndani wa nchi ya Tanzania, kama mchezaji ambaye ataki kutumia vigezo vya kutoka kwenye mataifa mengine, na ndo hicho ambacho kinaenda kutokea, kama ambavyo utaweza kufahamu kuhusiana na yaliyotokea katika ile hatuchezi. Yanga Simba kukawa na mvutano mkubwa mpaka kukawa na kupelekana kasi na vitu vingine kama hivyo, FIFA vyote hivyo. Sasa hivi kitu ambacho kinaweza kutokea katika ligi kuu Tanzania bara ni wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kupeleka mpira wetu, kwa maana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwenda kuipeleka FIFA kuhusiana na mchezaji huyo, kwa maana ya Mohamed Damaro Kamara. Sasa taarifa inasemaje? Simba wanajiandaa kuandikia TFF kuulizia kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara kutumiwa kama mchezaji mzawa na sio wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa, Simba Sports Club wanaona taratibu za nchi zimekiukwa wakati mchezaji Mohamed Damaro Kamara anapewa pasipoti ya Tanzania. Na hata hivyo, kwa mujibu wa kanuni za FIFA, mchezaji kumiliki pasipoti pekee yake hakumfanyi awe amekidhi vigezo kucheza mpira kwenye timu ya taifa au klabu kwenye shirikisho la mpira, kwa maana member association anakotaka kuhamia. Mchezaji anapaswa kupeleka maombi FIFA ya kubadili ushirikisho la mpira, kwa maana member association, then anatakiwa kusubiri apokee uthibitisho wa kimaandishi, alafu ndo anaweza kuruhusiwa kucheza. Taarifa zinadai Simba Sports Club wana wasiwasi haya kufanyika, hivyo wanawaandikia TFF kuomba usajili wa mchezaji Damaro Kamara usimamishwe mara moja. Kwa tetesi ambazo tunazizungumza sasa hivi, Simba wako kwenye mchakato wa kuomba sakata mchezaji, kwa maana Mohamed Damaro Kamara, kwa maana ya asimamishwe, lakini pia wakitaka kwamba yani asimamishwe kucheza kwenye ligi, lakini na matokeo yote ambayo Yanga ilipata matokeo huku Damaro akicheza yafutwe. Watu wote ambao wamehusika kwenye hili sakata wachukuliwe hatua mara moja. Hizo ndo tetesi ambazo zinazungumza ndani ya klabu ya Simba. Lakini kuna lingine ambalo linasema hivi, alafu kopi ya hii barua wanaipeleka FIFA kuomba uchunguzi na haraka, wakidai uadilifu wa mpira wa miguu Tanzania
upo kwenye mashaka makubwa. Bwana, hili ndo swala ambalo pengine linaweza likawa ni swala zito na ambalo sidhani kama mtu yeyote anatamani tena kurudia yale ya hatuchezi, lakini kwa dalili ambazo zinaonyesha sakata la mchezaji Damaro Kamara linawezekana katurudisha kwenye mgogoro mkubwa ambao ulishawahi kutokea katika msimu uliopita na Simba na Yanga kuingia katika kauli za hatuchezi na mpaka kupelekana kwenye mamlaka ya mpira duniani, lakini pia kwenye mamlaka ya usuluhishi wa kimichezo duniani kwa maana ya kasi, ambako kulipelekwa mara baada ya kuonekana kuna kanuni hazikwenda sawasawa. Sasa kuna kitu ambacho pia kinazungumzwa zaidi kwa kimya, ni kwa mujibu wa taarifa ya mchezaji Josephat Arthur Bada. Mtakuwa mnakumbuka ni miongoni mwa wachezaji watatu kama sio wanne ambao walisemekana kwamba waliomba uraia wa Tanzania wakiwa wanachezea timu ya Singida Black Stars. Kama mtakuwa mnakumbuka, kuna Kayeke ambaye aliomba kuwa raia wa Tanzania kwa taarifa tulizokuwa nazo, lakini Joseph Arthur Bada pia aliomba, na Damaro pia ambaye tunamzungumzia hapa kwa maana Mohamed Damaro Kamara naye inasemekana aliomba kuwa raia wa Tanzania. Lakini kwa taarifa ambayo tumezipata kwa sasa ni kwamba Josephat Arthur Bada ambaye ni raia wa Ivory Coast, ambaye inasemekana naye aliomba uraia wa Tanzania, lakini alienda kutumia pasipoti ya Ivory Coast wakati timu yake ilipokuja kucheza hapa. Sasa ndipo ambapo unaweza kuona kwamba ule uraia ambao wachezaji hao waliomba kwamba huenda kulikuwa na walakini au kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa hakijakaa sawa kwenye jambo hili ambalo linaendelea. Kwa upande wa Simba, wao wamekataa kabisa kwa tatiza ndani kuona mchezaji kama Mohamed Damaro Kamara kutumiwa kama mchezaji mzawa, wakati wale ambao wote waliomba ridhaa ya kuwa raia wa Tanzania, mmoja katumia pasipoti ya taifa ambalo sio lile ambalo aliliomba, kwa maana alitumia pasipoti ya Ivory Coast na sio Tanzania. Manake kwa ufupi unaweza kusema Arthur Bada aliukana uraia wa Tanzania na anaendelea kuutumia uraia wao kutoka pale Ivory Coast. Wakati anakuja Tanzania akija kucheza na GS Kabylie, akitokea kwenye timu ya GS Kabylie wakija kuwakabili Yanga, alitumia passport ya Ivory Coast. Lakini ukijiuliza, huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao waliomba uraia. Sasa kitu ambacho kinaonekana sasa hivi ni mgogoro mkubwa ambao wakati wowote kuanzia sasa unaweza kuanza kulindima. Lakini cha ambacho kinaweza kuleta gumzo zaidi ni kwa upande wa Simba ambao wanataka pointi 3 zote ambazo Mohamed Damaro Kamara alikuwa ameshiriki kwenye kupata pointi 3 kwa maana kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambazo Yanga michezo yote ambayo Damaro alicheza, Yanga wapokwe pointi zote ambazo Kamara alicheza. Kama ni michezo 3, basi Yanga wanatakiwa hizo pointi 3 zote wanyang'anywe ili maisha mengine yaendelee. Lakini kauli nyingine ni kwamba wale ambao walihusika kupitisha dili hili la Damaro kuwa mchezaji wa mzawa wakati taratibu hazijakamilika wachukuliwe hatua za kinidhamu. Kama mtakuwa mmeangalia kwenye angalizo ambalo wameliweka hapa, wanasema kwamba kwa mujibu wa kanuni za FIFA, mchezaji kumiliki pasipoti pekee hakumfanyi awe na vigezo vinavyokizi kucheza mpira wa miguu kwenye taifa husika, kwa maana kwenye shirikisho la taifa husika ambalo ameomba kuwa raia, mpaka kuandikwa barua na ijibiwe, ndipo ambapo anaweza kuruhusiwa kucheza kama mchezaji mzawa kutokana na barua ambayo itakuwa imemruhusu. Sasa kwa Bada kunaonekana kuna shida. Sasa sijui nini ambacho kitatokea, lakini dalili zinaonekana kwenye mgogoro mkubwa ambao utaanza kufukuta muda si mrefu, ambao tutaenda kuushuhudia Simba wakienda FIFA kwa ajili ya kwenda kushtaki mamlaka ya soka Tanzania
kushitaki mchezaji kwa maana ya Mohamed Damaro Kamara ambaye anacheza ndani ya kikosi cha wananchi Yanga, na kuonekana kama kuna taratibu na mambo ya kimsingi yalikiukwa kwa mchezaji huyo. Sasa nini ambacho kitatokea? Hebu tusubiri tuone mchakato huu utaishaje, lakini tunaona kama mgogoro ule mara kwanza wa hatuchezi unaweza ukarudi tena. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umeichagua Like Media. Tuendelea kukupa taarifa hizi na yale ambayo yatakuja kutokea, basi tutakuja kuyaleta hapa ili kila mmoja fahamu kwamba tulichokuwa nakisema ni hiki ambacho kimetokea. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa, michapo na story mbalimbali kama hizi, zile ambazo zinakuwa zina drop kama breaking news, basi unaweza kuzipata kama tetesi, pia utaweza kuzipata kutoka hapa. Mpaka wakati